leo daima na milele. 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 Kwa hiyo Kristo jana, leo daima na milele walichukua kutoka katika kitabu cha Waebrania sura ya 13 mstari wa 8. Kwa hiyo ni makusudi kabisa kwamba sasa Kristo jana, leo, daima na milele. Kristo tumaini letu. Ndio hivyo. Hapa tunaongea baadaye na kwa watu wote. Lakini yote ilikuwa ni kwa ajili ya kwanza kutusaidia sasa tuanze upya. Kuanzia ule mwaka wa 2000 tuanze upya, tupyaishwe kwa kutazama Kristo kama tumaini letu, kama tumaini letu. Kwa hiyo tumesafiri katika hali hiyo mpaka leo hii ambapo tunafanya jubilei ya miaka 2025 ya ujio wa Kristo. Na maana miaka 25 sasa tunasherehekea. Na kauli mbiu, kwa kifupi kauli mbiu yetu tunasemaje? Jubilei 2025, Mahujaji katika matumaini. Mahujaji katika matumaini. Jubilei 2025. Kwa hiyo jubilei hata ya mwaka 2000, hata ya mwaka 2025, neno matumaini halitoki pale. Yaani lipo. Lazima tutumainie mbingu. Sawa jamani? Kwamba lazima tuwe na sababu ya kuishi hapa duniani. Yaani usiwe tu unaamka asubuhi, umetoka umeenda kwa shughuli zako, umetoka umeenda kupata kijombelo, umerudi, umeenda kule, alafu umeshaishia hapo hapo. Hapana. Lazima uweke tuwe na lengo kwamba kwa nini nafanya hayo yote? Kwa nini hapa duniani? Lazima maswali yao ujiulize. Lazima maswali yao ujiulize. Katika kujiuliza maswali kama hayo, ndio sasa kanisa linatuongezea kitu kingine ambao sasa jubilei miaka 25 ambapo tunasherehekea sisi kama mahujaji ni mahujaji katika matumaini. Tunaotumainia nini? Mbingu. Tunaotumainia mbingu. Kwa maana hiyo mbingu ambayo ipo sasa na tunafanya nini? Tunaiendea. Kwa hiyo tuna matumaini hayo. Maana yake ni kwamba tunaweza tulikuwa tunajua sababu pia ya safari ya maisha yetu ya hapa duniani. Safari ya maisha yetu ya hapa duniani. Kwa hiyo basi katika jubilei zote ambazo tunatangazwa mwaka 2000 mwaka 2025 kama tulivyotangaza sasa, sio kwamba tunasafiri tu kwamba ni mteremko. Ndio maana tunakuta katika nembo yetu hii, nitakuwa naenda kwa haraka kidogo tuone kwamba kuna nembo hii hapa. Unaona hii nembo? Ndio. Unaiona? Ndio. Sasa hii nembo ina mtumbwi. Hapa kuna mtumbwi. Hapo kama kuna watu wa rangi tofauti tofauti hapa. Ndio hivyo? Ndio. Hapo hapa kuna mawimbi. Kuna msalaba, unaona? Hapa pana nanga. Sema na ile bango alipo hapa. Ngoona vizuri. Naona baadaye. Hapa pana nanga, ambayo nanga imeendelea kushikilia msalaba ambao umesimama imara. Hapo sasa kuna mahujaji katika matumaini. Sasa haya yote sisi haya tumefanya. Msalaba tunao. Umetia nanga hapa, si ndio hivyo? Tunafanya nini? Tunautazama. Mahujaji ndio sisi. Sisi ndio mahujaji. Na mahujaji ni wale ambao wanafanya safari, wanaenda, wanafika, wanakaa, wakikaa sio wanakaa tu bure, wanatafakari, baada hapo wanarudi sasa. Wanarudi wakiwa sasa wakiwa wapya, maisha yao yameshabadilika, yamekuwa mapya. Kwa mahujaji ndio sisi. Utofauti wa rangi za watu ndio utofauti tulionao sisi ndio tuliopo hapa, ambao tunawakilisha sasa wenzetu ambao kwamba wale wa uzungu wa Ulaya, watu wa Ulaya, si wa Hindi, sisi wenyewe wa Afrika, watu wa Amerika Kusini.
Kwa hiyo tunawakilisha sisi huo tofauti wetu. Na mawimbi haya ndio yako baharini, yanapiga chombo hiki ambacho ni mtumbwi huu hapa huu. Sisi tupo hiyo mtumbwi unapigwa. Lakini huu mtumbwi unaelekea wapi? Ulipo wapi? Msalaba. Huu mtumbwi unaelekea ulipo wapi? Msalaba. Sasa huu mtumbwi unaelekea ulipo msalaba. Kwa hiyo sasa mawimbi maana yake ni changamoto za maisha. Sawa jamani? Ndio. Mawimbi ni changamoto za maisha ambazo tunazipitia kila siku. Kwamba tunakuwa na maswali ambayo tunajiuliza. Tupo duniani sawa, kazi tunajiuliza. Alafu tunapata jibu kwamba nipo duniani lakini safari yangu mimi sio ya hapa tu. Sio ya hapa. Ni safari ambayo ya kuelekea Yerusalemu mpya ambayo ndio mbingu mpya. Huko ndo ambako tunakoelekea. Na ndio sasa unakuwa utaona changamoto ambazo zipo katika maisha. Kwa hiyo hizi changamoto ambazo ni za kawaida. Kwa sababu tunakoelekea sisi tunatazama msalaba. Msalaba ambao ndio umetukomboa. Katika kutazama huu ndio tunaendelea kukombolewa kila siku. Tunaendelea kukombolewa kila siku.